Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kukamilika kwa mradi wa bandari jumuishi ya Mangapwani kutaongeza kasi ya ukuaji wa uchumi wa Zanzibar kutokana na fursa za kiuchumi zitakazojitokeza. Amesema hayo leo tarehe 22 Machi 2026 akiwa katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa mradi wa bandari jumuishi ya Mangapwani mkoa wa Kaskazini Unguja. Dr. Mwinyi amezitaja changamoto tatu ambazo zimekuwa ni kikwazo kwa maendeleo ya uchumi ya Zanzibar kwa sasa, ikiwa ni pamoja na ukongwe na uchakavu wa bandari ya Malindi, hali inayosababisha kushindwa kuhudumia meli kwa haraka na hivyo kuchukua muda mrefu kusubiri kushusha mizigo. Niwapongeze na niwashukuru sana wananchi wa hapa Mangapwani na Bumbwini na mkoa huu wa Kaskazini kwa ujumla kwa ushirikiano wanaotupa katika kukamilisha jambo hili. Najua kuna changamoto kadhaa, lakini ahadi yangu kwenu ni kwamba changamoto hizo tutazitatua, tutazimaliza, na wananchi nyote, kila mtu atapata haki yake kama anavyostahili. Naye mwenyekiti wa kampuni ya China Haba Engineering Company Limited Bwana Bai Xinhan amesema kampuni hiyo imejipanga kuhakikisha inatekeleza ujenzi huo kwa wakati, huku ikizingatia viwango vya kimataifa, na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa juhudi zake za kuimarisha miundombinu ya kiuchumi Zanzibar. Which fully demonstrate the strong friendship and the firm determination for mutual development between China and Tanzania. As the landmark project of this vision, Mangapwani New Port is more than just infrastructure. It is a cradle of hope for the people of our two countries. Located in the hometown of President Mwinyi, the port reflects a pragmatic development approach. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Mohamed amempongeza Rais Dr. Mwinyi kwa kazi kubwa ya kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali na kueleza kuwa mradi huo utakuwa mkombozi na chanzo kikubwa cha fursa za ajira kwa wananchi wa mkoa wa Kaskazini Unguja na Zanzibar kwa ujumla. La kwanza, Mheshimiwa, nikushukuru, lakini pia kukupongeza sana kwa kazi kubwa sana unayoifanya katika nchi hii. Asiyeona huyo hataona tena, asiyesikia hatosikia tena. Lakini Mheshimiwa, ni ukweli uliosimama kwamba umefanya kazi kubwa sana katika nchi, katika sekta zote, lakini leo unaweka alama nyingine kubwa katika nchi. Uwekaji wa jiwe la msingi la bandari hii ambayo itakuwa ni bandari kubwa sana, imeshaelezwa katika Afrika Mashariki hakuna zaidi ya bandari hii. Akiwakilisha taarifa ya kitaalamu, Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Mhandisi Ali Said Bakari amesema ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani utagharimu kiasi cha dola za Marekani milioni 300 na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2028 ukiwa na uwezo wa kuhudumia makontena zaidi ya tani milioni 1 na mizigo kwa mwaka. Huu unatekelezwa na kampuni ya China Haba Engineering Company kutoka China na inasimamiwa na kampuni ya Darhandas kutoka Lebanon. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu unatarajiwa kugharimu kiasi cha dola milioni 300. Mheshimiwa mgeni rasmi, bandari hii ni bandari ya kisasa na itajumuisha maeneo ya kuegesha meli kubwa pamoja na roro, maeneo ya makontena, maeneo ya mizigo ya jumla, kituo cha mizigo CFS, jengo la utawala, mfumo wa umeme wa kujitegemea pamoja na mifumo ya kisasa ya mawasiliano na usalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa gati kutakuwa na gati nambari 1 yenye urefu wa mita 680 na kina cha maji ya mita 20 itakayohudumia meli kubwa hadi kufika tani 200,000 kwa wakati mmoja.
Uwekaji huo wa jiwe la msingi ulienda sambamba na makabidhiano ya vitalu vya ujenzi wa hifadhi ya kimkakati ya mafuta na gesi vitakavyotekelezwa kwa ushirikiano kati ya kampuni ya One Petroleum na shirika la bandari Zanzibar, pamoja na makabidhiano ya vitalu vya ujenzi wa bohari za mafuta kwa kampuni za Puma, Gapco na Zanzibar Petroleum ZP zitakazohamisha miundombinu yake na kujenga bohari mpya Manga Pwani. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Uzaima Khamis.